Sana ndugu waandishi, kwanza na washukuru kwa kuweza kuja hapa ili kupitia kwenu tuweze kuzungumza na Watanzania, na ninawashukuru kwa kufanya kazi hii kwa weledi. Haidhuru katika wiki hii toka mambo ya uchaguzi, mambo yamekuwa magumu na mazito, wakati mwingine hata vyombo vya habari havitoi taarifa za habari. Unakuta tu kwamba hali alimuradi imekuwa ni hali nzito. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, mnamo tarehe 1 Novemba 2025 Tume Huru ya Uchaguzi, na huru ile unaiweka katika quotation marks, ya taifa ilitangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tume hiyo imemtangaza Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha urais kwa asilimia 97.66 ya kura halali 132,678,844 zilizopigwa. Huu ushindi uliotangazwa ni mkubwa kuliko ule ushindi wa Dr. John Pombe Magufuli mwaka 2020, ambaye alitangaziwa kwamba amepata asilimia 85. Haidhuru watu walioshiriki katika uchaguzi kidogo, ilikuwa kama nadhani asilimia 50 hivi. Na vile vile ushindi uliotangazwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan unapikwa hata ushindi wa Mwalimu Nyerere alioshinda wakati wa uchaguzi wa mwaka 1962, wakati tunaingia katika jamhuri, na alimshinda Zuberi Mtemvu wa chama cha African National Congress ANC kwa asilimia 95. Na wakati ule wapiga kura waliokuwa wanapiga kura hawakufika hata milioni 2. Lakini Mama Samia katika wapiga kura milioni 32 amepata asilimia 97.66. Ni jambo la kushangaza kuona ushindi wa kiwango hiki ukitangazwa, lakini serikali ilifunga internet kwa siku 4 mfululizo. Shughuli za habari na mawasiliano zilikuwa zimesimama, na hata mufti wa Tanzania alitoa tamko kuwataka Waislamu wasiende msikitini siku ya Ijumaa, waswalie nyumbani kwa hofu ya usalama. Swali la msingi, kama wananchi wanaipenda CCM na Mama Samia kwa kiwango hichi, ni kwa nini serikali inahofia maandamano na vurugu toka kwa wahuni wachache? CCM inapendwa kweli. Asilimia 97 wamepiga kura. Asilimia 87 ya watu walioandikishwa kwenye daftari la kupiga kura wamejitokeza kumpigia kura. Halafu pana hofu, hata kuapishwa wameapisha kinyemela bila kuweza kuwakaribisha wapiga kura wanaompenda sana. Kafu inasisitiza kuwa matokeo yaliyotangazwa hayawakilishi uhalisia wa kura zilizopigwa. Ni matokeo ya kupikwa, yamevunja misingi ya haki, uwazi na uhalali wa kidemokrasia. Serikali imepoteza kabisa imani kwa wananchi ndani na nje ya nchi. Sasa katika uchaguzi huu, na hili jambo lilipaswa nilieleze baadaye, lakini bidi nilieleze mapema, kumetokea vifo wakati wa uchaguzi. Taarifa nyingi kutoka ndani na nje ya nchi zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wananchi wamepoteza maisha katika maandamano na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi. Mfano ambao niliupata, mfano halisi,
wa kifo cha ndugu yetu mmoja anaitwa Juma Sabu Njele, mwenyekiti wa mtaa wa Mianzini, tena ni mwenyekiti wa mtaa kwa tiketi ya CCM kata ya Makurumla, ambaye alipigwa risasi na kufariki dunia bila kushiriki kwenye maandamano wala vurugu zozote. Na kuna taarifa zinaeleza kuwa watu wengi wamepigwa risasi hovyo hovyo tu. Kuna gari zilikuwa zinazunguka vioo vya giza ikizunguka sehemu mbalimbali, na walikuwa wakimkuta mtu hata mmoja saa 1 usiku anaenda kununua mahitaji anapigwa risasi. Kuna taarifa hizo zimetokea maeneo kama vile Manzese Uzuri, Sinza, Mabibo, Goba, Buza kwa Mama Kibonge na maeneo mengine. Gazeti la The Guardian la Uingereza la tarehe 31 Oktoba 2025 linaripoti kuwa takriban watu 700 wameuawa ndani ya siku 3 za maandamano. 350 Dar es Salaam na 250 Mwanza na wengine katika mikoa mingine. Gazeti hilo linaeleza taarifa hizi zinatokana na mtandao wa Chadema uliokusanya taarifa kupitia hospitali na vituo vya afya. Mashirika mengine yameripoti vifo kama ifuatavyo. Amnesty International imeeleza kwamba sio chini ya watu 100 wameuawa. Shirika la Ufaransa AFP, shirika la habari la Ufaransa, linaeleza kwamba vyanzo vya usalama vinakadiria kuwa kati ya watu 500 hadi 800 wamepoteza maisha. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imethibitisha rasmi kwamba kuna vifo visivyopungua 10. Hadi sasa serikali haijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha. CUF chama cha wananchi kinaitaka serikali kuunda tume huru ya uchunguzi ikiongozwa na jaji anayeaminika ili kuchunguza kwa kina mauaji haya na wahusika wote waweze kuwajibishwa. Ndugu waandishi wa habari, kulikuwa na ushiriki mdogo wa wapiga kura. Kinyume na takwimu za tume ambazo zinadai kuwa wapiga kura 132,803,310 sawa na 87.13% ya wapiga kura wote walioandikishwa walijitokeza, wakati hali halisi inaonyesha vituo vingi vilikuwa tupu. Na katika hili hata taarifa ya watazamaji wa SADC wanaeleza kwamba wamekuta kuna vituo hakuna hata mpiga kura mmoja, na kuna vituo ambavyo askari ni wengi kuliko wapiga kura. Sababu za kuwa na wapiga kura wachache, kwanza kulikuwa na hofu iliyochochewa na matamko ya serikali na baadhi ya viongozi wa dini kuhusu kulinda amani. Kila saa mtu anasema tulinde amani siku ya uchaguzi. Watu wakaanza kushtuka, mbona tunapewa kulinda amani? Kila saa mtu anazungumzia kulinda amani. Huenda kweli amani itavurugika. Lakini palikuwepo vyombo vingi vya dola ambavyo vilikuwa vinapita mitaani, ambavyo vilileta hofu kwa wananchi. Pia kulikuwa na kampeni za mitandaoni zilizohamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi huu. Aidha, kampeni ya urais ambayo kwa kawaida ndio inaleta mvuto sana katika upigaji wa kura ilikuwa ya upande mmoja, zikitangazwa zaidi na vyombo vya habari vya serikali kwa niaba ya mgombea wa CCM. Wagombea wa upinzani wakiwemo wa CUF hawakupewa nafasi katika vyombo hivyo. Hata vyombo ambavyo sio vya serikali navyo kidogo vilikuwa vina wasiwasi kidogo. Vilikuwa vyenyewe vinafanya
self censorship, kwamba wakati wowote unaweza leseni yako ikafungiwa. Kwa hiyo ndio maana hata mpaka hivi sasa wakati mwingine mimi sina television, lakini napewa taarifa wakati ambapo watu wamezoea kutazama habari, panakuwa na kipindi kingine wakati wa habari. Katika uchaguzi huu chama cha CUF kimeshughulikiwa vizuri sana, kimeshughulikiwa barabara. CUF ilikuwa na wagombea wenye mvuto mkubwa wa kushinda uchaguzi katika majimbo mbalimbali yakiwemo jimbo la Kaliwa, Mtwara vijijini, Mbagala, Temeke, Handeni mjini, Handeni vijijini, Kondoa vijijini, Newala, Nanyamba, Masasi mjini, Liwale, Kilwa kaskazini, Kilwa kusini na majimbo mengine. Hata hivyo, vyombo vya usalama na tume ya uchaguzi walihakikisha hakuna mgombea wa CUF anayetangazwa kushinda hata jimbo moja. Kasoro katika zoezi zima la kupiga kura, tume ilitangaza vituo 99,911 vya kupigia kura. Kwa idadi hiyo waliotangazwa, kila kituo kingekuwa na wastani wa wapiga kura 328. Kuna vingine vilikuwa na wapiga kura wengi zaidi hapo, vingine wachache kidogo, lakini wastani ulikuwa wapiga kura 328. Kwa mchakato wa kawaida wa kupiga kura, na mimi nilikwenda kupiga kura kwenye kituo cha Mtongani, shule ya Mtakuja, shule ya msingi ya Mtakuja. Mimi nilipata bahati, tuliletewa message kwamba unaweza kutambua kituo chao cha kupiga kura kwa kupiga namba fulani ya simu. Nikapiga namba ile, nikajulishwa kwamba kituo chako kiko shule ya msingi Mtakuja namba A7. Nimekwenda pale, sikupata maelekezo yote kituo cha A7 kiko wapi. Ilinichukua kama dakika 5 kuweza kutambua kituo kilipo. Nimekwenda kwenye kituo kwa ule utaratibu wa kwanza unatambulishwa, palikuwa na orodha iko nje, linatazamwa jina lako. Unaingia kwenye kituo kupiga kura, unapewa daftari ili utambue picha yako, halafu unapewa karatasi za kupigia kura. Ukishapewa karatasi za kupigia kura, unajulishwa kwamba kapige kura, halafu ujaze katika maboksi haya au katika ndoo hizo. Kwa hiyo kwa kuingia ndani ya kituo mpaka kumaliza zoezi la kupiga kura na kuwekewa wino kwenye kidole inachukua wastani wa dakika 5. Sasa ikiwa kituo kina wapiga kura 328 na kila mpiga kura anachukua wastani wa dakika 5, na mimi nilikuwa mwepesi kuweza kugundua picha yangu na kuweza kugundua sehemu zote za kupigia kura, nilichukua dakika 5. Maana yake ukiwa na wapiga kura 328 kila mmoja akachukua dakika 5, utahitaji masaa 28 kuwamaliza wapiga kura hawa. Kwa hiyo hata kama nusu ya wapiga kura hawa wengetokea kwenye kituo, upigaji kura usingeweza kumalizika siku moja. Lakini bila haya, na tena hawa ni majaji, wanasema 87%. Asilimia 87 ya wapiga kura wamejitokeza kupiga kura, jambo ambalo haliwezekani kwa hali ilivyokuwa kwenye vituo. Na hali pana watazamaji wa kimataifa wamekuja wa SADC, wanaeleza wameenda kwenye vituo hakuna mpiga kura. Wameenda kwenye vituo kuna polisi wengi kuliko wapiga kura. Halafu tume ya majaji bila haya wanasema watu milioni 32
wameshiriki katika kupiga kura. Ndugu zangu, hili ni jambo la aibu, jambo la fedheha. Watu ambao ndio unadhani kwamba kidogo afadhali wamekuwa ni majaji, waweze kulinda heshima zao, wanaenda kutangaza uchaguzi matokeo kama vile mambo yote yalikuwa shwari, hakuna tatizo lolote lililotokea. Ni Watanzania wenzetu. Unabaki mtu unasikitika, hivi tumefikia wapi sisi? Tumefikia wapi? Ndugu zangu, kuna maeneo ambayo wagombea wetu walikamata kura zinapigwa mapema kabla ya siku ya uchaguzi. Mheshimiwa Mleki alikuwa mgombea wetu ni wala vijijini. Aliwafuma makada wa CCM kwenye zoezi la Oktoba tunatiki. Mlikuwa mnaona matangazo ya Oktoba tunatiki. Kumbe ilikuwa unatiki hata kabla ya siku ya kupiga kura. Amewakuta wanapiga kura, polisi wakaja, yeye ndio amekamatwa, kakaa siku 4 jela. Wale waliokuwa wanapiga kura wanaendelea na zoezi la Oktoba tunatiki. Na hili zoezi la Oktoba tunatiki lilikuwa linafanyika hata ndani ya vituo vya kupigia kura. Watazamaji wanasema wameona lundo la kura ambazo zinaonekana kama zimpigwa na mtu mmoja. Kuna wapiga kura walikuwa wanalamika, mtu analeta nani kura 10 amepiga kura. Wakala analalamika, anasema jaza fomu. Kuna fomu hapa ya kujaza kulalamika. Lakini waendelee, kura zinaendelea kupigwa. Aibu. Tena watazamaji wamekuja, hawa watazamaji wa SADC Tanga wamezuiwa kuingia vituoni. Wanaambiwa hawana barua za utambulisho, kwamba wawasiliane na Wizara ya Mambo ya Nje. Wakanyang'anywa na passport. Wameandika kwenye ripoti yao, watazamaji wa SADC wamenyang'anywa passport. Baadaye ndio wakaomba wakarejeshewa. Wao katika utazamaji wanapiga picha kwenye matukio haya yanapotokea. Simu zao zikakamatwa, zile picha zikafutwa. Wanaandika kwenye ripoti. Sasa Mama Samia, unapokutana na marais wenzako wa SADC, uso wako unaufikia wapi? Huna haya? Binadamu gani? Huna haya? Mnaendeshaje uchaguzi hivi? Watu wanakuja kutazama uchaguzi, mnakamata pasipoti zao. Na hali taratibu za kutazama uchaguzi zimekubaliwa ndani ya SADC. Wanaelezwa kwamba ni vitambulisho vyenu sio sahihi. Aibu kubwa. Tabora wamekamata pia, kura zimepigwa mapema. Naamini kabisa huu utaratibu wa kupiga kura mapema nadhani ulikuwa sehemu nyingi tu. Na ni stajabu hapa katika hizi kura, safari hii walijitahidi kidogo kwenye wabunge na madiwani. Wagombea walikuwa wanawekwa kialfabeti. Chama kama AFP wapo pale, mgombea inaanza AFP. Lakini kwenye kura za rais, mgombea wa CCM ndio alikuwa namba 1. Ile Oktoba tunatiki iwe nyepesi, kwamba usipate matatizo ya kujua sehemu gani ya kutiki, tazama nyingi Oktoba tunatiki, unajua namba 1, unatiki pale. Aidha, maeneo mengi ya Dar es Salaam vituo vilifungwa na kura hazikuhesabiwa vituoni. Kwa mfano, kata ya Ndugumbi, jimbo la Kinondoni, kituo cha Kagera Mikoroshoni chenye vituo 7 vya kupigia kura kilivamiwa kati ya saa 5 na saa 6. Polisi, mawakala na makarani wa tume walikimbia. Wavamizi walichukua masanduku na kuyavunja. Mwenyeji wa eneo hilo, bodaboda maarufu kwa jina la Rasta,
alipigwa risasi na inasadikiwa alifariki, kwani mwili wake ulibakia kwenye eneo alilopigiwa risasi kwa muda mrefu. Eneo la mpakani lenye vituo 13 lilivamiwa, askari walikimbia, watu wawili ambao hawakukimbia walifungia masanduku katika ofisi. Hivyo vituo vya kupigia kura shule ya Mwalimu Nyerere na Turiani, askari na makarani walikimbia, ila masanduku yalihifadhiwa. Kata ya Ndugumbi mpaka leo unavyozungumza, mpaka jana nilizungumza na mgombea wetu, palikuwa hamna majumlisho ya kura za diwani, mbunge na rais. Hayajafanyika. Lakini tarehe 30 mbunge alitangazwa kashinda, mbunge wa CCM, rais akatangazwa tarehe 1 Novemba, na sijui kuna kata ngapi ambazo ziliathirika kama vile vituo vya kata za Ndugumbi. Hata hivyo, tume katika kutangaza matokeo haijaeleza kama kulikuwa na tatizo lolote katika zoezi zima la upigaji kura. Hawajaeleza kwamba kuna kata ambazo mpaka leo hivi kura hazijahesabiwa, kura hazijajumlishwa. Kuna maeneo hawajatangaza hata madiwani. Ndugumbi najua mpaka jana nazungumza na mtani wangu Kitembo, alikuwa mgombea pale, wameelezwa tu kwamba ili linashughulikiwa, tunasubiri tupate mwongozo toka juu. Wanasubiri mwongozo toka juu. Lakini kura zote zinapaswa kuwa za mbunge zitoke kwenye kata zote. Wameshatangaza. Za rais zinahitaji kutoka kwenye majimbo yote, wameshatangaza. Wala kusema kwamba palikuwa na matatizo, hawakufanya hivyo. Kulikuwa na kadhia kubwa ya mawakala. Mwongozo wa tume na kanuni za tume zilitueleza kwamba mgombea na chama kiandike barua kutambulisha mawakala na vituo watakavyopangiwa, na wakala apeleke picha 2 au nakala ya kitambulisho, nakala 2 za kitambulisho, na wakaeleza kwamba barua hii ya utambulisho wa mawakala ndiyo itakayokuwa kigezo cha mawakala kutambuliwa kwenye kituo, kwamba tume yenyewe, msimamizi wa vituo wa uchaguzi, atapeleka maelekezo kwenye vituo, na kwamba kabla ya zoezi la kupiga kura kuanza, majina ya mawakala yatawekwa kwenye kituo, yatabandikwa. Mimi kwenye kituo nilichokwenda kupiga kura sikukuta majina ya mawakala yaliyobandikwa nje ya kituo. Katika maeneo mengi mawakala wetu walipohitaji kwenda vituoni wakaelezwa kwamba hawana barua za utambulisho, kinyume na maelekezo ya tume. Lakini kinyemela mawakala wa CCM wakapewa barua za utambulisho. Hii imetokea Urambo, imetokea Kaliwa, na imetokea maeneo mengi. Mawakala wetu wamekataliwa kuingia kwenye vituo kwamba hawana vitambulisho, na tume ilitueleza hakuna sababu ya kwenda na kitambulisho. Ni barua ulioiandika kwa msimamizi wa uchaguzi ukiambatisha picha 2 au nakala 2 za vitambulisho, ndiyo itakayotumiwa kuwatambua hawa mawakala, na majina yao yatabandikwa kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo tulidanganywa. Kwa hiyo mawakala wetu wengi hawakuweza kuingia mapema wakati zoezi la upigaji kura linaanza. Hii ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa kuruhusu Oktoba tunatiki. Hata watazamaji wa kimataifa, watazamaji wa Sadiki, wamesema wamekuta mawakala, lakini mawakala wa vyama vya upinzani walikuwa hawakuruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo hili lilikuwa ni wazi kabisa, swala hili lilionyesha udanganyifu ambao tume yenyewe imekuwa inausimamia.
kwa sababu uwezi ukatueleza kwamba ukishapeleka barua umeshakamilisha taratibu za kumtambulisha wakala na kwamba majina yataandikwa kwenye vituo, alafu mawakala wanakwenda kwenye vituo hawakuti majina yao kule, wanaulizwa wapate vitambulisho ili waingie kusimamia mambo ya uchaguzi. Ndugu wanahabari, Mama Samia alipoingia madarakani, sisi kama chama tulimpa ushauri tarehe 1 Aprili 2021, na ushauri huu tuliweka katika kijitabu hiki hapa. Tumemshauri Mama Samia pamoja na mambo mengine ajiwekee lengo la kushinda, ukisoma hiki kitabu hiki, la kushinda tuzo ya Mo Ibrahim, ikiwa kama ataongoza nchi kwa miaka 4.5, ikiwa kama ataongoza nchi kwa miaka 9.5. Kwa nini ashinde tuzo ya Mo Ibrahim? Ashinde tuzo ya Mo Ibrahim kwa kuiongoza nchi katika hali ya utawala bora, kupambana na rushwa, kuhakikisha kwamba tunajenga demokrasia ya kweli, tunakuwa na uchaguzi uliokuwa huru na wa haki, na tunajenga uchumi shirikishi unaopunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana wetu. Tumemweleza katika kijitabu hiki, lakini ushauri wetu Mama Samia ameupuuza. Masuala kabisa ya kuweza kuweka utawala bora, kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki, tunakamilisha katika kitabu hiki. Tumemweleza, wewe ulikuwa na bahati ya kuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Mama Samia alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Tumia uzoefu wako huo, hili swala la katiba tuweze kulimaliza, tupate katiba yenye misingi ya demokrasia, tupate tume huru ya uchaguzi. Marehemu Magufuli mwaka 2015 anapolihutubia bunge alisema amepewa, ana jukumu la kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya. Hakulitekeleza hilo. Mwaka 2020 anazindua bunge, akaeleza pia kwamba yale ambayo sijayatekeleza niliyoahidi 2015 tutayatekeleza katika kipindi hiki. Kwa hiyo tukampa changamoto Mama Samia kwamba atekeleze hilo, tupate katiba mpya, tupate tume huru ya uchaguzi. Mambo yote hayo hakuyatekeleza. Nilipokuwa mwenyekiti wa TCD, Kituo cha Demokrasia cha Tanzania, tulifanya mkutano wa wadau wa kutazama mwelekeo wa demokrasia nchini kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na uchaguzi mkuu 2025. Tulifanya mkutano huo tarehe 22 na 23 Agosti 2023. Katika maazimio ambayo tuliofikia ilikuwa ni pamoja na kuishauri serikali kwamba mchakato wa kupata katiba mpya inayotokana na maoni ya wananchi ukwamuliwe na hatimaye tupate katiba yenye misingi imara ya demokrasia. Hata hivyo, mkutano huu ulibaini kuwa serikali imechelewa kuanzisha mchakato wa kukamilisha upatikanaji wa katiba mpya. Hatutaweza kukamilisha zoezi la kupata katiba mpya kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na uchaguzi mkuu 2025. Hivyo basi tunahitaji kufanya marekebisho madogo ya katiba ya sasa ili yaruhusu uwepo wa tume huru ya uchaguzi na ushiriki mpana wa demokrasia. Marekebisho haya ambayo tulikubaliana toka mwaka 2014 wakati Rais Kikwete akiwa madarakani, ilikuwa ni pamoja na kuwa tuweze kuwa na tume huru ya uchaguzi itakayosimamia uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania bara na uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. TAMISEMI isisimamie uchaguzi wa serikali za mitaa.
kuruhusu mgombea binafsi asiyedhaminiwa na chama cha siasa kushiriki katika uchaguzi. Rais atangazwe ikiwa amepata 50% na zaidi kuwa ndio amekuwa rais. Uchaguzi wa rais huweze kuhojiwa mahakamani. Haya ni mambo ambayo tulishauri yaweze kufanyika. Tukayapeleka haya serikalini na pia tukamwandikia Rais Samia barua kwamba tukutane tuyajadili mambo haya. Wakati mimi nikiwa mwenyekiti wa TCD, barua yetu haikujibiwa, mkutano haukufanywa, usalama wa taifa ndio wamemzingira pale, wao ndio wamejifanya mabwana wakubwa. Rais haruhusiwi kukutana na viongozi wa TCD. Hatukupata fursa ya kukutana nao. Ndugu wanahabari, uchaguzi huu umetazamwa na waangalizi wa uchaguzi. Nilopata bahati baada ya mtandao kufunguliwa, umefunguliwa jana au juzi jioni, ndio kumbe kuna mambo mengi yalikuwa yanatupita tu hapa. Nikaiona hii taarifa ya watazamaji wa SADC ambao wamesema kabisa uchaguzi huu haukidhi viwango. Ujumbe wa uangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ukiongozwa na Mheshimiwa Richard Msowoya uliwasili nchini kufuatilia uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 2025 kwa mujibu wa kanuni za SADC kuhusu uchaguzi wa kidemokrasia. Katika taarifa yake ya awali imeeleza kuwa ingawa baadhi ya taratibu za kisheria zilifuatwa, mazingira ya uchaguzi hayakuwa huru, hayakuwa ya haki wala kuaminika kikamilifu kutokana na kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari, matumizi ya nguvu ya dola na dosari katika uendeshaji na uwazi wa matokeo. Kutokana na hali hiyo, ujumbe huu wa SADC uliokuwa unatazama umehitimisha kuwa uchaguzi wa 2025 haukidhi viwango vya SADC vya uchaguzi huru, wa haki na wa kuaminika, na umetaka hatua za haraka kurejesha imani ya wananchi na mustakabali wa demokrasia nchini. Taarifa hii ya SADC pia imekosoa katiba ya Tanzania inayozuia matokeo ya uchaguzi wa rais kuhojiwa mahakamani, kuzuia mgombea binafsi asiyekuwa mwanachama wa chama kilichosajiliwa na rais ambaye ni mgombea wa chama tawala kuwa ndiye mteuzi wa wajumbe wa tume ya uchaguzi. Ndugu wanahabari, kwa hitimisho tunasema kwamba baada ya kushauriana na viongozi wenzangu wa kamati ya uongozi ya Baraza Kuu, CUF inatamka wazi kuwa uchaguzi mkuu wa 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki wala wa kuaminika. Ni ubakwaji mwingine wa demokrasia. Matokeo yaliyotangazwa hayana uhalali wa kidemokrasia. Chama kinaitaka jamii ya kimataifa, mashirika ya kikanda, ya ndani ya nchi na wananchi wenyewe kwa ujumla kuchinikiza kwanza kuundwa serikali ya mpito, caretaker government. CCM itatufikisha pabaya, imetufikisha pabaya, haiaminiki kabisa. Tunahitaji pawepo na serikali ya mpito itakayosimamia mchakato wa mpito wa kisiasa na kukamilisha upatikanaji wa katiba ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi, kuunda tume ya uchaguzi iliyo huru kweli na isiyodhibitiwa na chama tawala, iandae uchaguzi huru na wa haki, kulinda haki za binadamu kwa kufanya mageuzi ya mahakama na vyombo vya dola, hususan polisi na usalama wa taifa. Watu wakiwa wanaandamana, hukumu yao sio kupigwa risasi. Hukumu yao ni kukamatwa na kupelekwa mahakamani.
kama wanaandamana kinyume cha utaratibu, sio kupigwa risasi. Kuna watu ambao wala walikuwa hawaandamani. Unahitaji uwe na jeshi la polisi ambalo sio jeshi la polisi. Wanaita wakati mwingine tunafanya makosa kuita hii ya police force. Wao wanaona kutumia nguvu. Tunahitaji tuwe na police service, huduma za polisi za ulinzi wa raia na mali zao. Tunahitaji kujenga taasisi madhubuti ya mapambano dhidi ya rushwa. Huku kung'ang'ania kubaki madarakani ni kwa sababu ya rushwa. Rushwa ikikithiri na tamaa za utajiri, unaona kwamba lazima tu mimi niwe rais. Tupate taasisi madhubuti ya kuweza kupambana dhidi ya rushwa, na vile vile kujenga misingi ya uchumi jumuishi unaokuza uchumi na kuzalisha ajira kwa wingi kwa vijana wetu. Ni hatari sana vijana wa Tanzania wameanza kukata tamaa, na vijana wakikata tamaa ni hatari. Lazima tujenge misingi imara ya uchumi jumuishi ambao utawapa matumaini vijana kwamba na wao pia wanaweza kuwa na maisha bora na maisha mazuri. La pili, kufanikisha mazungumzo ya kitaifa ya kuunda serikali ya mpito. Wafungwa wote wa kisiasa na hususan Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, waachiwe huru mara moja. Tatu, kufanyika kwa uchunguzi huru wa mauaji, uvunjaji wa haki za binadamu, uharibifu wa mali na uhalifu katika wakati huu wa uchaguzi. 4, tunawapa pole ndugu na jamaa wote waliopoteza ndugu na wapendwa wao katika mauaji yaliyofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Kuomboleza vifo vya Watanzania wenzetu, bendera za CUF zitapandishwa nusu mlingoti nchi nzima kwa mwezi mmoja kuanzia leo. Natoa taarifa kwamba bendera zetu zipandishwe nusu mlingoti kuomboleza vifo vya Watanzania wenzetu ambao wamepata janga la kupoteza maisha. 5, CUF chama cha wananchi kinawaomba Watanzania wanaopenda haki nchini kote kufanya ibada maalum siku ya Jumatatu tarehe 10 Novemba 2025 kwa kufunga kula mchana na kufanya dua na maombi baada ya kufungua, kila mtu kwa imani yake. Dua na maombi yajikite kumuomba Mwenyezi Mungu kupitisha hukumu ya haki dhidi ya wale waliosababisha mauaji na yale yote yaliyotendeka katika uchaguzi mkuu wa 2025. Chama cha CUF kinaendelea kusimama na wananchi kutetea haki, demokrasia na uhalali wa maamuzi ya raia wa Tanzania. Hii ni nchi yetu sote, maamuzi ya raia lazima yaheshimiwe. Nawashukuru sana waandishi wa habari kwa kazi nzito, na sasa hali ni ngumu zaidi, lakini muendelee kuwa na weledi kuweza kufanya kazi yenu ili wananchi waweze kupata taarifa zetu. Asanteni sana. Naam, kama kawaida, kama kuna mwandishi ana swali lolote, hatua ya kwanza ni kunyosha mkono. Ukichaguliwa basi utakachofanya ni kujitambulisha wewe mwenyewe na chombo chako, na mwingine 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 na chombo chako.